Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa mchungaji Wilson Mongomo wa TAG City Center. Leo hii nataka nizungumze kidogo watu kupenda miujiza kuliko kumpenda Mungu. Limekuwa tatizo kubwa. Watu wa Mungu wanapenda sana kubarikiwa, wanapenda sana kuwa watu ambao wana afya njema, wanapenda sana kuwa na mambo mazuri, yote mazuri. Kitu ambacho ni kizuri na ndio mpango wa Mungu, lakini tumeharibu. Sisi wahubiri tumeharibu kwa sababu tumewaaminisha watu kwamba badala ya kumtafuta Mungu, badala ya kutembea na Mungu, badala ya kumwamini Yesu Kristo, badala ya kulisoma neno la Mungu, badala ya kufanya maombi, badala ya kujazwa Roho Mtakatifu, tumewafundisha tu kwamba wapokee baraka. Wapokee baraka. Wapokee baraka kutoka wapi? Atapokeaje baraka mtu ambaye yuko kinyume na Mungu? Tunasema kwamba eti mtu wa Mungu lazima afanikiwe. Lazima afanikiwe vipi? Kwani kufanikiwa kunaendana na kwamba eti maana mafanikio yameonekana kwamba mtu akifanikiwa ndio mtu wa Mungu? Na kuuliza swali, wale wasagaji, wale ambao wanaojiuza, wale ambao wanaume ambao ni wamegeuka sasa, wamekuwa wanatembea kinyume na wanaolewa, wao naweza si wana hela wale? Sasa kama utajiri ndo mafanikio, ndo kumjua Mungu, ndo kutembea na Mungu, mbona hata waganga na wachawi wote wana hela? Sikiliza mtumishi wa Mungu, tusiwananganye watu. Tuwaeleze watu ukweli kwamba jambo la kwanza ili mtu afanikiwe lazima awe na Mungu, lazima awe na uhusiano na Mungu, lazima aokoke kwanza. Kwa sababu hebu tuone katika andiko moja ambalo linapatikana katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 18, tuanzie mstari wa kwanza. Anasema kwamba, nasoma Wafalme wa Pili sura ya 18, anzia sana tutasimama kwenye mstari wa 4, lakini tuanzie mstari wa kwanza. Anasema, ikawa katika mwaka wa 3 wa Hoshea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Hezekia mwana wa Ahazi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 29 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake aliitwa Abia binti Zakaria. 3, akafanya aliyo mema machoni pa Bwana, mfano wa yote aliyofanya Daudi baba yake. Naenda 4 sasa, sikiliza 4. Alipoondoa mahala pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata hiyo Ashera, akaivunja vipande vipande ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa, maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakijifukizia uvumba, naye akaita jina lake Neheshitani. Alimtumania Bwana Mungu wa Israeli, hata baada yake hapakuwa na mfano wake katika wafalme wote wa Yuda wala katika hao waliomtangulia. Biblia inasema katika mstari wa 4, alipoondoa mahala pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata hiyo Ashera, akaivunja vipande vipande nyoka ya shaba aliyoifanya Musa. Nyoka ya shaba ndio nyoka ambayo watu walivyokuwa naumwa wakiangalia walikuwa wanaponywa. Nyoka ya shaba ndio iliyosababisha waliokuwa na imani, walioyaamini maneno ya Mungu kwamba angalie nyoka ya shaba pale atapona atakayeumwa, walipona. Na kweli ilikuwa ya miujiza. Lakini ilipofika wakati wa mfalme huyo Hezekia, huyu akiwa na miaka michache tu 25, alivyoona watu wa Mungu badala ya kumwamini Mungu, badala ya kumheshimu Mungu, badala ya kumwomba Mungu, badala ya kumtumainia Mungu,
badala ya kuwa na Mungu saa zote, walikuwa wanaanza kuiabudu tena ile sanamu ya nyoka wa shaba. Kama mtu wa Mungu akakasirika akasema iwezekani, akaivunja vunja kusudi watu wamwamini nani? Wamwamini Mungu. Lakini watu wa Mungu sasa hivi wamegeuza tena, badala ya kumwamini Yesu Kristo, maana yeye ndio njia, kweli na uzima, maana yeye jina lake linapita majina yote, ambalo kila jina linatakiwa likiri na linakiri. Shetani anamuogopa Yesu Kristo. Lakini watu wameaminishwa mafuta, wameaminishwa chumvi za upako, eti ni udongo wa upako, kila kitu ni upako badala ya Mungu. Sasa unaweza kujiuliza kwamba Yesu anahitaji kusaidiwa? Neno la Mungu linahitaji kusaidiwa kweli? Roho Mtakatifu anahitaji kusaidiwa? Watu wanasema maji ya ubavuni mwa Yesu sijui nini na nini, maji ya Jordani sijui na nini, mambo kibao. Sasa hizo zote ni sanamu ambazo watu wanaziabudu. Sasa hatutakiwi kuabudu sanamu, badala yake tumwamini Yesu Kristo kwamba Bwana na Mwokozi wetu. Basi kuna mtu mmoja alichekesha sana, akawa anasafiri kwenda Dar es Salaam. Alipofika kama kilomita 25 akakumbuka kwamba amesahau mafuta, akashuka ili arudi nyumbani kwenda kuchukua mafuta. Sasa nakuuliza ndugu yangu mpendwa, tumefikia wapi watumishi wa Mungu? Tumefikia wapi? Ikiwa wewe Hezekia mtumishi wa Mungu aliona ndama ile nyoka wa shaba anaabudiwa, alivunja, hakuogopa kwamba aliyemtengeneza ni Musa ambaye alikuwa ametumwa na Mungu, nabii mkubwa kabisa aliyetenda miujiza. Hakuogopa, alivunja, aliharibu. Je, wewe mtumishi wa Mungu unayefundisha watu kwamba watu waabudu mafuta, eti waabudu maji, eti waabudu chumvi, eti waabudu nini, hauoni kwamba unawakosesha watu wa Mungu hapo? Wakati Hezekia aliondoa yote hayo na Mungu akafurahi, maana Mungu anasema, Biblia inasema hakuna mtu ambaye alikuwa mwaminifu kwa Mungu wake kama huyo, isipokuwa Daudi peke yake mtumishi wa Mungu, na baada yake hakuna. Sasa tunapowaaminisha watu kwamba mafanikio, tunafanya nini? Je, ni injili ambayo tumeambiwa tuipeleke? Sikiliza watu wa Mungu, na wewe naye nisikilize. Tumepewa neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kiongozi wako. Neno la Mungu ndio kiongozi wangu. Nikienda tofauti na neno la Mungu, hapo tayari sasa mimi nimekengeuka. Huna haja ya kunisikiliza hata kama ni nani.